بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Ramadhani mwaka 1438, tuendelea na darasa ya kitabu نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تلفكية قال المؤلف في بيان المفطرات وهي الأكل. المصنف رحمه الله katika kubainisha vinavyofuturisha na kuvunja saum ya yule aliyefunga, qala wa hiya al-aklu faman adkhala ila badanihi naw'an min anwa' al-akl fa innahu yu'addu muftiran bidhalika. Yoyote yule atakaingiza katika kiwiliwili chake, katika mwili wake, aina katika aina za chakula, basi huyo atahesabika amefungua, ni muftir. فإن كان ناسيا فإنه لا يفطر بهذا عند جماهير أهل العلم. ikiwa amesahau basi kwa kauli ya jumhur alulama aftur, na hii kauli ndio ina dalili لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. yoyote anayekula au kunywa kwa kusahau na atimize saumu yake, kwani aliyemlisha na kumnywesha ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake. فليجبون. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن من أكل ناسيا فسد صومه بذلك. الإمام مالك akaenda kwa kauli ya kuwa mwenye kula kwa kusahau saumu yake itakuwa imeharibika. Wa alayhi alqada, na watalipa. bal yujibuna alayhi alkafarata almughalladha bi'taqi raqaba. Subhanallah. Malikia waenda kuwa atalipa kafara mughalladha, awachilie mtumwa huru. Kwa nini kusahau? fa in lam yajid sama shahrayn mutatabi'ain. La ilaha illa Allah. ikiwa kupata mtumwa atafunga miezi 2 kufuatana kwa sababu ansahau. lakini tusema hadithu Abi Hurairah as-sabiq sarih fi hadha al-bab, hadithi kwazi, na ndio hapa wasema kullun yu'khadhu min qawlihi au yurad. So Imam Malik pengine hii hadithi hakuiona, na pia aya rabbana la tuakhidhna in nasina aw akhtana, qala Allah qad fa'alt. ومن ثم فإن الصواب أن من أكل أو شرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صحة صومه. kwa hivyo kujengea haya tuseme usawa ni kuwa anayekunywa au anayekula au kunywa kwa kusahau, hilo haliathiri kusihi kwa saumu yake.
والأكل يكون بإدخال شيء من هذه المأكولات إلى الحلق. نمت أمبيه أمكولا ni aingize chochote katika hivi vinavyoliwa vyakula ndani ya shingo yake, apitishe kwa shingo yake au kwa koo yake. فمن أدخل مأكولا إلى فمه ثم أخرجه لم يفطر بهذا. kwa hivyo anaingiza chakula kwenye mdomo wake kisha akakitoa, hafuturu kwa hilo alimfuturishi. لأن الفم من ظاهر البدن وليس من باطنه على الصحيح. kwa sababu mdomo ni dhahiri ya kiwiliwili wala si ndani ya mwili kwa kauli sahihi. لكنه إذا أوصل الأكل إلى حلقه فإنه يفسد صومه بذلك. أما akikusudia na kufikisha chakula kwenye koo yake, tayari wa mtu fanini atakuwa ameharibu saumu yake. وهكذا لو أدخل من طريق الفم شيئا مما يصل إلى المعدة، كذلك akiingiza kupitia kwa mdomo wake mpaka kufika kwenye tumbo lake, chochote kile kapita mpaka tumboni. لو أدخل حبلا أو حصاة أو دواء، mfano aingize kamba au aingize changarawe au tembe ya dawa. ولو مجرد الحبوب التي يأكلها المريض بدون ماء، hata ikiwa ni zile tembe ambazo mtu aweza kunwa bila nini, kula bila maji. فإن هذا يؤثر على صحة الصوم، وقد حكي الاتفاق على ذلك. هي هو ثيري kusihi kwa saumu yalifunga, bimaana atakuwa tayari ashaharibu saumu yake. إذا أدخل الإنسان من أنفه شيئا فإنه يتأثر صومه بذلك أيضا. كذلك akiingiza kwa kupitia pua yake chochote kile kikapita, haisabika kuwa huyu hana saumu, haiyasihi saumu yake. Na kutia puani yani bimaana kipite, si hapa juu ya pua, yani kuingiza na kipite kiingie ndani. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. katika kuvuta maji puani uingize sana isipokuwa ukiwa umefunga, kwa sababu pua ni njia mojawapo ya kufikia kwenye nini, tumbo. فدل هذا على أن إدخال شيء مع الأنف ليصل إلى الجوف يؤثر على صحة الصوم. hii ni dalili ya kuwa kuingiza chochote kile kupitia kwa pua mpaka kifike ndani ya mwili taathiri kusihi saumu aliyefanya hivyo. kwa hivyo saumu yake itakuwa mtu kama huyu tayari shaharibika. أما إذا أدخل الإنسان في عينيه شيئا كما لو قطر في عينيه فإنه إذا لم يصل إلى حلقه لم يؤثر على صومه بالاتفاق. أما mtu akiingiza kwa kupitia macho yake, kama kwa mfano matone ya dawa, ama akatumia wanja wa macho, maadamu haikufika kwenye koo athari yake, basi kwa itifaki ya wanavyuoni jambo hilo haliathiri saumu yake. Ama idha wajada tu'ma dhalika fi halqihi, ama akipata ladha ya kitu hicho katika koo yake, faqala Ahmad wa Malik yuftiru bihadha. Imam Ahmad na Malik wamekwenda kwa kauli ya kuwa atakuwa tayari ashafuturu. وقال الشافعي وابو حنيفة لا يفطر بهذا. الإمام الشافعي رحمة الله عليه نابو حنيفة وكينك وقولي وهفتور، وسباب jicho si njia katika njia za kuingiza chakula. ولعل القول بعدم الفطر أرجح. عندك هي قول ya pili ndio yenye nguvu zaidi, ingawa الإنسان يتجنب مثل هذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
bora mtu kujiepusha kwa kadri anavyoweza, hasa ikiwa ni masail haya khilafia baina ulama. Lakini kufuturisha haifuturishi, lakini ikiwa hakuna dharura au la mtu kujiepusha. لماذا قلنا هذا؟ لأن إثبات شيء أنه من المفطرات لا بد فيه من دليل. كثبتيش kuwa hiki kitu ni katika vinafuturisha yahitaji nini? Dalil. وكون الطعم وصل إلى الحلق لا يعني أنه قد وصل شيء إلى الجوف. نكوا ladha imefika kwenye koo haimaanishi kuwa kuna kitu kimefika ndani ya mwili wake, yani bimaana katika tumbo lake. فإن المرء إذا شم ما اعتاده سابقا فإنه في مرات يجد طعم ذلك في حلقه. kuna vitu kinusa harufu yake na ushavizoea uhisi wakati mwingine ladha yake kwenye nini? Kwenye koo. Na hasa ikiwa ile harufu ina nguvu ya kile kitu, kinusa wahisi kama kimeingia kwenye nini? Koo. Nafikiri na illa fahamika. Wa ma'a dhalika la yu'addu muftiran, na mtu kama huyo hahesabiwi kuwa amefungua. ومثله أيضا في مسائل ذوق الطعام، قد تجد المرأة طعم الطعام في حلقها فلا يؤثر ذلك على صومها. كذلك katika masala ya mwanamke kuonja chakula, yajuzu kwa mwanamke kuonja chakula kujua kina chumvi inaotosheleza au ladha kadha, kisha akitema kisha baadaye ahisi kuwa kuna ladha ya kile chakula katika koo yake, hii haiathiri saumu yake, sababu aslan hakula kile chakula, ameonja akatema, ataka kujua, au amenusa harufu yake ili ajue kiko tayari au bado. Kwa mfano ikafika ile harufu akawa ahisi katika koo yake, hii pia haiathiri saumu yake, bali itabakia saumu yake ni sahihi. بالنسبة لإدخال شيء في البدن من طريق آخر، أما tukitizama swala la kuingiza katika mwili chochote kile lakini kwa njia nyingine, kama fi almughadhiyat wa fi alhuqan wa nahwiha, kama kwa mfano sindano zile ambazo ukidungwa ya kupa nguvu katika kiwiliwili, vitamin kwa mfano, sindano za vitamin na nyinginezo. ومثله أيضا إبر الإنسولين وما ماثلها، فهذه 3 أنواع، زكو أين تاتو السندانو. النوع الأول، اللهم صيبا نافعا، أين كwanza ما يكون مغذيا، kuna aina ya sindano kidungwa yatia nguvu ya chakula katika kiwiliwili, فهذه تؤثر على الصوم، هي أثير صوم، لأنها في معنى الأكل والشرب، فصاب يبقى معنا يقول نكونوا، فتأخذ حكمهما، كيف تشكوا حكم يقول نكونوا. ولأن الإنسان قد يكتفي بهذا المغذي أياما عديدة لأن بدنه يتغذى به. نمت أويز kuishi masiku akiwa yuingiza nini hii dawa sindano kama hizi ambazo zina vitamin na zina nguvu ya kumpa mwanadamu nguvu, aweza kubaki masiku bila ya kula, jidunga sindano na akaishi. So ukifunguliwa mlango akaambiwa kuwa haifuturishi, basi watu wengine watajidunga sindano, mwili uwe ni kama ambaye amekula, kwa sababu kile chakula kinachoingia ndani ya mwili kuna vitu ambavyo mwili yahitaji, yavuta. Sasa vile vitu peke yake, badala ya kula mrundo wa chakula, siku hizi wametengeza madawa tu, na si yani yamekusanywa kutoka katika vile vitu ambavyo mwili yahitaji katika kile chakula. Kina vitamini hizi utaziona zimetengezwa katika tembe kwa mfano, ama sindano na vinginevyo. Kila aina ya kile kinachohitajika na mwili siku hizi chapatikana katika masindano haya. Na mtu aweza kuamua tu, mimi nitadunga hapa ni kama ninakula sima, na nitadunga kama nakula haragwe, na nitadunga kama nimekula kadhaa.
na ikafanya kazi katika mwili wake, kwa sababu kile kinachohitajika chapatikana katika sindano hizi. Kwa hivyo ni sawa sawa na nini? Na kula na kunywa. Ndio maulama hapa wakaitoa hukumu yake kuwa yafuturisha kama vile kula na kunywa hufuturisha. النوع الثاني الإبر التي يكون المراد منها العلاج لكن يدخل فيها نسبة من التغذية. kuna sindano ambazo malengo yake ni matibabu, lakini kuna nisba fulani yaingizwa nini ya katika vile vinavyoipa nguvu au vinavyoupa nguvu mwili wa mwanadamu. Kuna تغذية فلان زينجزوا ndani. فمثل هذا أيضا مؤثر على الصوم. mfano sindano kama hizi pia huathiri saumu ya yule aliyefunga, bimaana atafuturu kidungo sindano kama hiyo. ومن أمثلته إبر الإنسولين, كما kwa mfano insulin ya wale wenye sukari, afana Allah wa iyyakum, wale ambao wana sukari, kidungo ile sindano kabisa na taghdhiya ndani yake. فإنه يوضع فيها شيء من التغذية من أجل أن تحفظ توازن البدن بالنسبة لنسبة السكر في الدم. كياس فلان يتيو مغذية إلي كويكا توازن إلى دام إلي تبكية كتك حالي inayotakikana ya mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo insulin ni sababu ya mtu kufuturu. النوع الثالث الإبر التي ليس فيها شيء من نسب التغذية. kuna aina za sindano ambazo hazina chochote katika taghdhiya isipokuwa ni dawa, inma hiya ilajun mujarradun, ni ilaj pekee yake, ni dawa pekee yake. فقد اختلف الفقهاء المعاصرون فيها, ومختلفيان فقهاء معاصرون katika hukumu ya sindano kama hizi. فقال طائفة لا يصح للصائم أن يأخذها. kuna pote la wanaovioni limekwenda kuwa haijuzu kwa mtu kujidunga sindano kama hizo akiwa amefunga. فإذا أخذها أفطر بذلك, wakaenda kuwa anayedungwa sindano kama hizo atakuwa ni mwenye kufuturu. لأن من تناول علاجا بفمه فإنه يفطر به ولو لم يكن فيه شيء من التغذية. ni jambo lajulikana kwa mtu akila dawa kwa kupitia mdomo. Kwa mfano dawa ya Panadol haina ndani yake taghdhiya. Je, twasema kuwa anaitia dawa mdomoni bila ya kunywa maji kaingia tumboni, kwa huyo hajafuturu? Bila shaka shafuturu, sababu amekula ile dawa. Kwa hivyo hawa wakasema kuwa kama vile yuwafuturu na dawa ile, pia hapa kidungo sindano ni sawa sawa na kuingiza ile dawa katika tumbo. hii ni kauli. وقال آخرون بأنه لا يفطر بهذا لأنه ليس في معنى الأكل ولا الشرب. wengine katika wanavyona kasema la, bali hafuturu kwa sindano ambayo haina nguvu ya chakula ndani yake, kwa sababu kitendo hiki hakina, au hii sindano haina maana ya kula wala kunywa. وهذه المسألة نشأ الخلاف فيها من خلاف فقهي سابق يعرف عند الفقهاء المتقدمين بمسألة مداواة الجائفة والمأمومة. ها مسألة خلاف yake imetokamana na khilaf fiqhi ambayo ilikuwa na wale wanaovioni waliotangulia. So wakati wao walikuwa hakuna hizi sindano, lakini kuna aina ya dawa ambayo imefanana na leo kutumia nini sindano. Wakakhtalifiana wanaoviona wakati ule, na ile ikhtilafi kaendelea mpaka leo. فالمأمومة جرح في الرأس يصل إلى الدماغ. المأمومة ni jeraha katika kichwa lafika mpaka ndani, deep, liko ndani sana. فيحتاجون إلى وضع علاج من أجل أن يكون سببا من أسباب الشفاء بإذن الله. katika hali kama hii wahitaji kuingiza dawa ndani ili iwe ni ilaji بإذن الله. فمثل هذا هل يؤثر على صوم الصائم؟ mfano wa dawa kama je athiri somo yule aliyefunga. ومثله الجائفة والمراد بها الجرح الذي يكون في البدن ويصل إلى الجوف.
Aljaifa yakusudiwa jeraha ambalo huwa katika kiwiliwili lafika mpaka ndani ya kiwiliwili. idha wudi'a fi hadha aljurhi ilajun fahal yu'athiru ala sawmi as-sa'im, ikitiwa dawa katika jeraha kama hili, je yaathiri somo yule aliyefunga? ikhtalafa fi dhalika alfuqaha almutaqaddimun, wamekhtalifiana katika swala hili fuqaha wale waliotangulia kama vile walivyokhtalifiana hawa waleo katika swala hili. طيب ما الحل ikiwa kuna ikhtilaf katika swala hili? Ikiwa hakuna dharura ya mtu kutumia ile sindano, basi aula fanya nini? Ajiepushe, awache, khurujan min alkhilaf. Na ikiwa imembidi adungwe ile sindano, basi hapo kuna ikhtilaf baina ulama kuwa je atafuturu au la. Na al-ahwat ايش الاحوط او يتفقوا مفungua او لا. الشيخ التويجري رحمة الله تعالى عليه, حمود التويجري, أنا كتاب كزوري سنة أورودي ما مفتي وكساسة. والله أنصح الطلاب بقراءة الرسالة طيبة لطيفة. ndani yake amegusia mambo mingi sana ambayo watu leo wasema ni halali ama hayana neno kuyafanya, kisha yeye akaanza kuyarudi kwa adilla na hujja. Miongoni mwa hayo akataja hili swala, kwa sindano ikidungwa ya dawa, je yafuturisha au la? Akaenda kwa kauli ya kuwa yafuturisha. Hii ni masala khilafia, hatulazimishi mtu kufuata kauli hii ama hii. Angalia dalili ambazo ni nguvu, fuata. Peni talib ilm, nenda kasome, fuate. قوله ومن أنواع المفطرات الشرب, katika aina za vinavyofuturisha ni kunywa. فمن شرب في رمضان متعمدا فإنه يعد مفطرا, yoyote anayekunywa katika mchana wa Ramadhani, huyo aisabika kuwa tayari ashafuturu, amekusudia kunywa, ashafuturu. قال جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الله سبحانه وتعالى katika aya akaweka had ya pale ambapo ni haramu kuanzia hapo mtu kula na nini na kunywa. Kwa ikipambauka alfajr as-sadiq, kuanzia pale haijuzu kula na kunywa. La sivyo kungelikuwa hakuna maana ya kusema wakulu washrabu, ile ni ruhusa Allah ameitoa. Bimaana ikifika wakati al-fajr as-sadiq, kuanzia pale kumekatazwa kula na kunywa. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن الصائم يدع طعامه وشرابه لأجلي أو من أجلي, awacha chakula chake na kinywaji chake kwa ajili yangu mimi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Hapa akataja nini? Kinywaji. طيب waonaje mtu akisahau kula? Kwa mfano msije mkalala, kwa mfano mtu akasahau kula, akasahau kuwa amefunga, afwan, akala, kisha baada ya hapo akasahau tena mara pili, akala, baada ya hapo baada ya kipindi kidogo akasahau tena, akala wewe kama mara 5 6 hivi, yeye wasahau tu. Hukumu ya saumu yake itakuwa nini mtu kama huyo? Amevunja saumu. Sawa sawa, bila sema amevunja saumu. Wengine msemaje? Hajavunja saumu. Kwa nini? Allah ndo amemlisha na kunywesha, sio? نعم. هذه tukio litokea na sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, ahad at-tabi'in. سأل أبا هريرة رضي الله عنه قال يا أبا هريرة صمت فزرت أخي فناولني طعاما فأكلت. قال إنما أطعمك الله وسقاك. واسمع يا أبا هريرة nilikuwa nimefunga nikienda kumtembelea ndugu yangu akaniwekea chakula nikasahau, fanasit faakalt, nimesahau kama nimefunga nikala. Kaambia la ba'as alik, haina neno, Allah ndiye alikulisha na kukunywesha.
قال ثم خرجت فدخلت في بيت آخر فنسيت فأكلت. قال لا بأس عليك إنما أطعمك الله وسقاك. قال ثم خرجت ودخلت في بيت آخر فنسيت فأكلت. akataja mara nyingi sana. Abu Huraira akamwambia uskut anta rajulun ma ta'awadta as-siyam, wewe ni mtu hujazoea aslan kufunga, ilikuwa ni saumu ya sunna mfunga, wewe hujazoea kufunga. Ikiwa hujazoea kufunga mara nyingi huwa namna hii, jamaa amekula kweli kweli lakini bado kisheria isabika mfano nini, amefunga. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Kwa hivyo inawezekana kuwa mtu akala mchana mzima lakini amfunga kwa kusahau, lakini amesahau, amenuia kufunga, amefunga mfika saa 4 kazini, pengine sisemi Ramadhani wajulikana mara nyingi, nazungumza somo za sunna mara nyingi hutokea. Akala chai ya saa 4 na biskuti, akimaliza ikaletwa ghada, akala ghada, kenda nyumbani amkuta mkewe ampikia iftari. Kuna nini? Sio mfunga. Nasahau bwana, kumbe mmefunga, mmekula chai ya saa 4 na bado wewe uko kwenye somo. Haina neno. Kuanzia hapo unapokumbuka usile tena, endelea mpaka magharibi. Sawa sawa. Almuhimu masala nitaja hapo, turudi katika darasa. Qawlu wa min anwa'i al-muftirat al-jimaa, katika aina za vinavyofuturisha ni tendo la ndoa. Idha jamaa fi Ramadhan man yalzamuhu al-imsak fa innahu yu'addu muftiran bidhalika, ikiwa mtu atafanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani, yamlazimu yule ambaye yamlazimu kujizuia na kula na kunywa na kitendo cha ndoa, akafanya kitendo cha ndoa, basi huyo atahesabiwa tayari amefuturu. Wa alayhi al-kaffaratu al-mughalladha, na ni juu yake kutoa kafara, tena kafara yenyewe ni nzito. Bi'taqi raqaba, imma kuachilia mtumwa huru mwanzo kabisa, si khiyari, mwanzo ni lazima aachilie mtumwa huru. Fa in lam yajid raqabatan, ikiwa hakupata mtumwa, sama shahrayn mutatabi'ain, atafunga miezi miwili ya kufuatana. فإن الله جل وعلا قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. kwa hivyo Allah akawaruhusu kufanya kitendo cha ndoa wakati usiku, ama mchana la. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. hapa kataja nini? Shahwa, na shahwa ndio jimaa. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله هلكت. mekuja katika Bukhari na Muslim, mmoja katika masahaba alikuja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akasema halaktu, mimi nimekushaangamia. قال ما أهلكك, kipi kilichokuangamiza? قال جامعت أهلي في نهار رمضان, nimemuingilia mke wangu katika mchana wa Ramadhani. Bila shaka ili jambo lenye kuangamiza, na Mtume sallallahu hakukanusha kuwa ameangamia. Swala la kusema kuwa ameangamia hakulikataa Mtume sallallahu, sababu kuangamia kweli, mtu kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani ni kuangamia, ikiwa amekusudia kufanya jambo kama hilo. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه قال لا اجد. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia waachilia mtumwa huru, wa sahaba akasema sina mtumwa maskini. قال صم شهرين متتابعين قال لا استطيع. akamwambia basi funga miezi miwili mfululizo. Sahaba akamwambia wallahi siwezi ya Rasulullah, mimi siwezi kufunga miezi miwili mfululizo. قال اطعم 60 miskina, basi lisha maskini 60. الحديث mpaka mwisho wa hadithi. Man ajaza an hadhihi alkhisal, yule ambaye atashindwa kafara hizo zote tatu, ameshindwa nazo, saqatat anhu ala sahih,
kwa kauli sahihi ni kuwa kafara itaanguka kwake yeye, hata daiwa ikiwa ameshindwa, awe mkweli katika hilo, kama huwa madhhabu al-Imam Ahmad. Waqala al-jumhur bi anna tabqa fi dhimmati, jumhur ulama wakasema la, bali yabakia katika dhimma yake, anapopata uwezo atatoa. والحديث السابق يدل على سقوطها, na hii hadithi ukisoma mpaka mwisho ni dalili ya kuwa huanguka ile kafara. قال فإن الرجل قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا, yani baina ya majabali mawili hapa Madina hakuna mtu maskini zaidi kama sisi, hakuna fakiri zaidi yetu, baada ya kuwa shapewa nini, chakula tende ya kuwalisha maskini. Faqala Nabii sallam at'imhu ahlak, nenda kawalisha watu wako nyumbani. Bimaana ni kama ile kafara mfano nini imeanguka, hakumwambia ukipata uwezo basi utalipa, amwambia nenda kale wewe basi. Na Mtume sallallahu alicheka sana aliposema maneno, akacheka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni kuonyesha tabia njema alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa mtu aja kwake akijiona ameangamia na yuondoka huko, Mtume sallallahu alaihi wasallam acheka akimpa matumaini. طيب, pengine labda tuje kwenye masala, je, hukumu hii ya kusahau yaingia kwa mtu anayemwingilia mkewe pia? Kuwa sema nasitu fajama'tu imraati au zawjati, ingia kilini kweli? طيب, almuhim min haythu alhukm, tukizungumzia hukumu ni kuwa mwenye kusahau hukumu yake ni mwenye kusahau, lakini ni ngumu sana kusahau mtu aliyefunga hata somo ya sunna kamuingilia mkewe. Kwa mfano labda ayo yule mkewe hajui, lakini tuizungumzia somo ya Ramadhani, hii somo ya faradhi ya sunna ina neno, ikiwa amesahau atafungua tu ina neno, atakiamua kufungua ni masala mengine. Tutazungumzia somo ya Ramadhani, kwa mtu amefunga Ramadhani akaenda kwa mkewe, sikilizeni ya mambo nitayataja hapa ndani, samanini, afunge mlango bado ansahau, kisha atoe nguo zake bado ansahau, na kuna mwenzake pale bado asahau tu mpaka amalize yeye ansahau tu. Hili haliingia kidini, gumu sana, ni gumu sana. Lakini pamoja na hayo tutasema ikiwa itatokea binadamu kasahau na mwenzake pia akasahau, sema mambo mengine, rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, bali takwa hukumu yake ni pale. Ingawa baadhi ya maulama wasema katika jimaa hakuna swala la kusahau. Allahu musta'an. Qawluhu wa muqaddimatuhu, وهكذا أيضا إذا كانت هناك مقدمات للجماع يترتب عليها إنزال المني فإن صوم الصائم يفسد بذلك. كذلك مقدمات للجماع, vile vitangulizi vya kitendo cha ndoa, ikiwa vitasababisha kutokwa kwa mani, basi saumu itaharibika. idha qabbala al-insan fa anzala fasada sawmuhu, ikiwa mtu atambusu mke wake kwa mfano, atamkaribia bila ya kumwingilia akatokwa na manii, basi huyo ameharibu saumu yake. Ingawa hukumu yake si hukumu ya yule aliyefanya kitendo cha ndoa haswa, akaingia kamba ikaingia kisimani, yule tofauti. Huyu hukumu yake ni kuwa ameharibu saumu yake, atalipa ile siku na atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ومثله ما لو كرر النظر فأنزل, تزاما mpaka akatokwa na manii, au fa'ala fi'lan yatarattabu alayhi al-inzal, au kafanya kitendo ambacho mwisho wake ikawa ni sababu ya kutokwa na manii, fa innahu yafsudu sawmuhu bidhalika li'annahu lam yada' shahawatahu lillah. Kwa kitendo kama hiki atakuwa ameharibu saumu yake, sababu hakuacha shahwa yake kwa ajili ya Allah. Na hapa kuna masala pengine napenda kuyatanabahisha, kuwa al-Imam al-Albani rahmatullahi alayhi katika kitabu chake Tamamul Minna amekwenda kwa kauli ya kuwa
kutokwa na manii ikiwa si kwa kitendo cha ndoa, yani bimaana mtu akatumia mkono wake au njia yoyote nyingine wal billah kisha akatokwa na manii katika hali kama hii, Sheikh Al-Albani amekwenda kwa kauli ya kuwa apata dhambi lakini saumu yake haijaharibika. Na hii kauli ni marjuh, kauli ya kusema kuwa mifuturu ndio yenye nguvu zaidi. Kwa nini mimi nimetaja hili swala? Kwa sababu ahlul bid'ah wametumia swala hili wakasema kuwa Sheikh Al-Albani ajuzisha watu kufanya nini? Kutoa manii kwa mikono yao. Asema halali hata kama umfunga, tena asema ukiwa umfunga ndio ufanye. Hawa na anayesema mtu neno kama ni dajjalun min ad-dajajila, kadhabun ashir, wallahi kadhab. Na kitu kimoja tu ukitaka kumweza mtu wa bid'a amwambie nionyeshe andiko, nionyeshe, nenda kwenye tamam. Mimi nakasoma na Sheikh Al-Albani mwanzo amezungumza hukumu ya istimna, akasema ni haram, haram la yajuz. Yeye hazungumzii kile kitendo kuwa ni haram ama si haram. Katika swala hili kuwa ni haram amezungumzia tangu mwanzo ni haram. Hapa sasa zungumzia kuwa je, kitendo kile chafuturisha au la. Hii ni hukumu nyingine, haihusiani na kuhalalisha au kuharamisha, haihusiani na hiyo. Mnafahamu nazungumza nini? Ni kama kwa mfano mtu kuzungumza swala lolote lingine, yaweza kuwa ni haram lile swala, kama mfano kusengenya ni haram. Je, kusengenya, mtu akisengenya yafuturu? Sasa hapa tuzungumzia hukumu nyingine. Tumekubaliana sote kuwa swala hili ni haram. Je, lafuturisha au la? Hapa kuna masala mengine. Mnafahamu nazungumza nini? Kusema uongo hukumu yake nini? Haram. Je, mtu akisema uongo ndio ashafuturu? Maulama wakasema la, lakini imepunguza nini? Ajiri yake, pengine sipati ajiri katika saumu yake. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Je, hadithi maana yake ni kuwa amefungua? Wakazungumza wanavyoni swali, lakini hawazungumzi kuhusu hukumu ya kusema uongo. Hilo ni jambo lajulikana. Hapa swala linalozungumzwa ni kuwa je, yafunguza au la. Sasa hili mimi nimelitaja kusudi isije ukamwona mtu wa bid'a akasema maneno kama haya, akasema do, Albani bwana amefika mbali. Uongo mtupu, uongo. Na sisi hatuseme katika kauli Sheikh Al-Albani asaba, wana wavioni wamemkosoa katika swala hili, na yeye ni mujtahid, ameona kuwa kauli hii ina nguvu kwake, akaenda kwa kauli hiyo. Akipata ana ajiri 2, akikosa ana ajiri 1. Mimi na wewe ndio tukikosea sasa tuna balaa zetu, mimi na wewe. Lakini wanaovioni kama hawa ni mujtahidin. Na watu wa bid'a bil mirsad katika kuchafua majina ya wanaovioni, wallahu musta'an. طيب turudi hapa. أما من قبل فأمذى ولم يمني فهل يفسد صومه بهذا؟ tukichukulia yule ambaye amembusu mkewe akatoa madhi lakini hakutoa manii, je, saumu yake itaharibika? قال الإمام مالك والإمام أحمد يفسد صومه بهذا، وصوم yake يharibika. قول الإمام مالك والإمام أحمد إذ لم يدع شهوته، سما hakuacha shahwa yake. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي إلى عدم بطلان الصوم بذلك. الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي وكان لك قول يكوى صوم هيبطلك وكتوكنا مذي، ولعله أظهر لأن القول بأن شيئا من الأشياء يفسد الصوم لا بد فيه من دليل. هي قولي يا الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة ndio yenye nguvu kuwa haifuturishi. Sababu kusema kuwa kitu fulani chafuturisha yahitaji nini? Dalili. يحتاج دليل، والدليل إنما ورد في الإنزال للمني فيقتصر عليه. دليل imekuja kwa mtu anayetokwa na manii, kwa hivyo watu watosheke na hapo hapo, simamia hapo hapo. Ama man ihtalama fi nahari Ramadhan wa huwa naim, ama ambaye ataota, amelala akaota
na yamefunga mchana wa Ramadhani, fahadha idha istayqadha fa alayhi an yaghtasila, huyo akiamka ataoga. Wasiyamuhu sahih idh al-ihtilam laysa min fi'lihi, na saumu yake ni sahih, haijaribika, kwa sababu kule kuota si kwa mtu kukusudia, si katika, haiko katika mikono yake. ويجوز للإنسان أن يؤخر غسل الجماع بحيث لا يغتسل إلا بعد أذان الفجر. na yajuzu kwa mtu kuchelewesha kuoga janaba kutokamana na jimaa. Amefanya kitendo cha ndoa akiwa yajua usiku wa Ramadhani, akalala kwa mfano, akatawadha akalala mpaka alfajiri ikaingia, yajuzu. فقد ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم, Mtume صلى الله عليه وسلم alifanya kitendo kama hicho. عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم, والحديث رواه البخاري ومسلم. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akipatwa na alfajiri akiwa katika janaba kutokamana na wake zake, ni kitendo cha ndoa, kisha huoga na huendelea na saumu yake. قوله ومن أنواع المفطرات الحجامة, إن شاء الله تعالى بإذن الله تكون kuizungumzia katika darasa ya kesho إن شاء الله. الحجامة لاختلاف العلماء katika masala haya tutakuja kueleza إن شاء الله تعالى katika darasa itakayokuja. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.